Sasa imani inahitajika kuwa kubwa ndani yako katika nyakati za sasa. Imani inahitajika kuwa kubwa ndani yako katika nyakati za sasa. Nakumbuka siku ya jana tuliishia kwenye kipengele kinachoitwa namna ya kuongeza imani. Tukaangalia imani inaongezeka katika vitu vikubwa vitatu. Kwanza kwa kusikia, tukasema kwa kuamini na kwa kukiri. Kwamba lazima usikie, lazima uamini moyoni na ukiri kwa matendo kile ulichoamini. Na ndio maana pia tukaangalia kwamba imani inaendana na matendo. Baadaye pia tukaangalia nyenzo kubwa inayokuza imani ndani ya mtu ni mafundisho ya neno la Mungu. Kwamba mafundisho ndio kitu kikubwa kinachokuza imani ya mtu. Hilo ni somo la siku ya jana. Kama hujalipata, unaweza kuwasiliana na sisi tukakutumia ili uweze kuendelea kuimarika. Leo siku ya tatu tunaendelea na kipengele kingine kinachoitwa tabia za imani inapokuwa ndani ya mtu. Tabia za imani inapokuwa ndani ya mtu. Tabia za imani inapokuwa ndani ya mtu. Hichi ndio kipengele chetu tunachoendelea nacho siku ya leo. Na kuna tabia kadhaa ambazo Roho Mtakatifu atatusaidia tutajifunza, na nyingine tutaweza kumalizia kesho tunapohitimisha hili somo kwa lengo la kuendelea kujengana. Tuanze na tabia ya kwanza. Tabia ya kwanza ya imani inapokuwa ndani ya mtu ni hii ifuatayo. Tabia ya kwanza. Imani inakupa uwezo wa kuamua hali za maisha ziwaje kwako katika nyakati mbalimbali. Imani ina tabia ya inakupa uwezo wa kuamua hali za maisha ziwaje kwako katika nyakati mbalimbali. Imani inakupa uwezo wa kuamua hali za maisha ziwaje kwako katika nyakati mbalimbali. Kwa imani inapokuwa ndani yako, moja ya kitu ambacho inafanya, inakupa uwezo wa kukuwezesha kuamlia hali za maisha kwako ziwaje katika nyakati mbalimbali. Kwa mfano, kuna mtu mmoja kwenye Biblia ni maarufu sana ambaye anaitwa Ibrahim. Alikuwa na mke wake anaitwa Sara. Sara alikuwa na hali ya maisha ya utasa. Alikuwa ni tasa ambaye hazai mtoto. Ila kupitia imani aliweza kuamua hali ya maisha yake kubadilika kutoka kwenye maisha ya utasa kuja kwenye maisha ya kuzaa mtoto. Ndio maana nimekueleza imani ina uwezo wa kukuamlia na kukubadilishia hali za maisha yako, kama ilivyombadilishia Sara hali ya utasa na kumletea hali ya uzao. Hem, tumwangalie vizuri kwenye kile kitabu cha Waebrania sura ya 11 ule mstari wa 11 hadi wa 12. Waebrania 11 mstari wa 11 hadi wa 12 inasema namna hii. Kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alihesabu yeye aliahidi kuwa mwaminifu. Na kwa ajili hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu, wakati wengi kama nyota za mbinguni, wengi wao na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Kwa tunaangalia Biblia inavyosema kwamba kwa imani Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba licha ya kwamba wakati wake umepita. Kwa nisikilize vizuri mpendwa. Sara wakati wake wa kuzaa ulikuwa umepita, lakini kwa imani alipokea uwezo wa kuzaa. Kwa kilichomwezesha Sara kupokea uwezo wa mtoto ni imani. Ndio maana nimekueleza moja ya tabia ya imani inapokuwa ndani yako ni kukuamlia nyakati mbalimbali za maisha ziweze kukutokea. Na ndio maana kumbuka, watu wa Mungu hatuishi kwa kuangalia mazingira yanasemaje, ila tunaishi kwa kutazama Mungu anasema nini juu yetu. Watu wa Mungu hatuishi kwa kuangalia mazingira yanatuambia nini, ila tunaishi kwa kuangalia Mungu anasema nini juu yetu. Sawa sawa na ile Warumi 12:2.
Warumi 12:2 inasema namna hii, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na kumpendeza na ukamilifu. Kwa unaona Biblia inavyosema kwamba msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe nia zenu, mpate kufahamu mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ukamilifu. Kwa tunazuiwa na neno la Mungu tusifuatishe namna za mazingira ya dunia, ila tugeuzwe kufuatisha Mungu anachosema. Na hata ukiongezea ile Waebrania 11:3, Waebrania 11:3, Waebrania 11:3 inasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa tunaona Biblia inasema kwamba tunafahamu kwamba kwa imani dunia yote iliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa kumbe imani ina uwezo wa kuumba. Nasema hivi, imani ina uwezo wa kuumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Na ndiyo maana kwenye maisha yako unaweza ukaumba kitu chochote kikatokea kwako kwa imani. Una uwezo wa kuumba. Sara yeye alikuwa ni tasa, ila akaamua kuumba kuzaa kwenye maisha yake. Akaumba kwa imani. Majira na nyakati za kimaisha vinaweza vikakueleza kuwa kwa kutokana na mifumo ya sayansi na teknolojia, umri ulio nao au elimu ulio nayo au uchumi ulio nao, hauwezi kuwa na kitu fulani. Unaweza ukajipima kwa sayansi, ukajipima kwa teknolojia, ukajigundua kwamba kwa umri huu nilio nao siwezi tena kuwa na kujenga nyumba yangu, nimeshachelewa. Ndio maana wa saikolojia wao wanasema, na baadhi ya maprofesa wa utafiti wao wanasema, mtu akifikisha miaka 50 hajajipata kwenye maisha, hawezi kujipata tena. Kwa lugha nyepesi, ili mnielewe wale ambao hamjui vizuri Kiswahili, kwamba yani mtu akifikisha miaka 50 na kuendelea, kama hajafanikiwa kimaisha, hatofanikiwa tena, hatakuwa hivyo hivyo hadi kufa. Kwa nini wanaongea hivyo wanasayansi namna hiyo? Ina maana wao wamejaribu kutafiti vitu kimifumo ya sayansi na teknolojia, sio kwa mifumo ya neno la Mungu. Na ndio maana hata wao wenyewe, wengi wao unakuta wana miaka 60 ila wanagombea ubunge, wana miaka 60 wanagombea wanagombea urais wa nchi. Hasa jiulize, kama wanatuambia kwa mujibu wa tafiti zao miaka 50 huwezi kufanikiwa, kwa nini wao wanagombea ubunge? Na wanatafuta nini huko? Si wangewaachia watu ambao wana miaka chini ya 50, 30, 40 wagombea ubunge? Hiyo inamaanisha nini? Kinachomaanisha ni kwamba usifuatishe dunia inachokwambia, kwa sababu mara nyingi watu wa dunia hii wanachosema hawakiishi. Fuatisha neno la Mungu. Imani haiangalii dunia, inaangalia neno. Na ndiyo maana Sara hakuangalia sayansi inachosema juu yake. Maana kama angejipima kisayansi, angegundua tayari yeye ni mzee wa miaka 100, hawezi kushika mimba. Lakini alitazama imani ya neno la Bwana, akaamini kwamba itatokea na ikatokea. Na ndiyo maana imani haina kikomo cha elimu. Haina kikomo cha elimu. Mifumo ya sayansi na teknolojia inaweza ikakupima kwamba kwa elimu yako huwezi kuwa bosi kwenye ofisi hii. Mifumo ya sayansi. Mifumo ya sayansi inaweza ikakupima kwa umri wako, huwezi kumiliki kitu fulani. Sayansi haina imani haina teknolojia, haina dini, haina uchumi, haina kabila. Inafanya kazi mahala popote utakapoamua kuamini, inafanya kazi. Na ndio maana nataka nikueleze hivi, ukiwa na imani kwenye maisha yako, haijalishi elimu yako ni ya level gani, unaweza ukainuliwa na Bwana kwenye viwango hata kuliko waliosoma. Usijikatie tamaa kwa sababu haujasoma. Usijione dhaifu kwa sababu haujasoma. Hakuna maana Biblia imeandika mtu aende shule ndio afanikiwe. Hakuna. Ila tunafanikiwa kwa imani. Usijikatie tamaa kwa sababu uchumi wako ni mdogo. Imani ina uwezo wa kukumilikisha milki. Usijikatie tamaa kwa sababu ya afya ulio nayo. Imani haizuiliwi na sayansi. Kandarabo shakarabasaka. Ngoja muda huu nikuonyeshe mifano ya watu wa kibibilia
ambao walitumia imani kubadilisha maisha yao. Mifano ya watu wa kibibilia waliotumia imani kubadilisha maisha yao. Ili na wewe pia katika nyakati za sasa Mungu akusaidie kutumia imani kubadilisha maisha yako. Tuanze na mfano wa kwanza. Paulo na Sila kwa imani walimsifu Mungu mpaka milango ya gereza ikafunguka, wakatoka salama. Paulo na Sila kwa imani walimsifu Mungu mpaka milango ya gereza ikafunguka, wakatoka salama. Sawa sawa na ile Matendo ya Mitume 16:23 hadi 26. Matendo ya Mitume 16:23 hadi 26 inasema namna hii: na walipokwisha kuwapiga kwa mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Naye akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa na tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Angalia Biblia inavyosema. Paulo na Sila walikamatwa, wakawekwa kwenye gereza. Biblia inasema wakawa ni wafungwa gerezani. Kwa maisha yao yakabadilika pale pale, kutoka kuwa maisha ya uhuru wakaamua kuwa maisha ya utumwa, wakawekwa gerezani. Na ndio maana maisha yanaweza kukubadilikia, kufumba na kufumbua, ulicho nacho leo kikapotea, ukajikuta upo kwenye gereza, uko kwenye kifungo fulani. Ndio ilipotokea kwa Paulo na Sila. Angalia kilichotokea. Paulo na Sila wakaweka imani kwa Mungu kwamba tukimwita Mungu ana uwezo wa kututoa kwenye hili gereza. Tumuhitaji, tusifu na kuabudu. Kilichowasaidia Paulo na Sila sio kusifu na kuabudu. Kila kilichowasaidia ni imani walioiweka katika kusifu na kuabudu. Na ndio maana si kila anayesifu na kuabudu anafunguliwa. Lakini ukiweka imani ndani ya kile unachofanya cha kiibada, ndipo kinakuletea matokeo sawa sawa na ulivyoweka. Ndio maana Paulo na Sila walipoweka imani katika kusifu na kuabudu, ghafla maisha yao yakabadilika pale pale. Maana Biblia inasema waliposifu na kuabudu, milango ya gereza ikafunguka, wakatoka. Kwa hiyo kupitia imani Paulo na Sila wakaweza kubadilisha majira ya wao kukaa kwenye gereza, wakajikuta wako kwenye maisha ya uhuru. Sijui ni kifungo gani unacho kwenye maisha yako. Kuna watu mko kwenye vifungo vya dhambi, wengine mko kwenye vifungo vya madeni, wengine mko kwenye vifungo vya kutokupata watoto, wengine mko kwenye vifungo vya kutokupata ndoa. Mnaishi uchumba sugu, hamna ndoa. Sijui uko kwenye kifungo gani, lakini Mungu anachonisemesha jioni ya leo ni kwamba utakapoweka imani kwa Bwana. Paulo na Sila waliweka kwa njia ya sifa. Weka imani kwa Bwana kwamba nitakapoingia kwenye maombi ya siku 7, Bwana atanitoa kwenye hichi kifungo, na utatoka kweli. Paulo na Sila waliweka nia ya kusifu. Wewe unaweza ukaweka nia gani? Kwa mfano, unaweza ukaamua tu ukaangalia kifungo chako. Labda tuchukulie una kifungo cha kutokuolewa. Tuchukulie huo mfano. Una kifungo cha kutokuolewa, afu ujaribu kuhusianisha na aina ya kifungo ulichonacho wewe. Unaamua kuweka nia kwamba nitaenda kwenye maombi ya kufunga siku 7. Baada ya siku hizi 7, naamini Mungu atanitoa kwenye hili gereza, atapata mme niolewe. Kwa baada ya hapo unaanza maombi ya kufunga. Siku ya kwanza unakuendelea kuomba, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 6, siku ya 7. Na unapoomba sawa sawa na imani yako, unahakikisha unakuwa na uhakika kama tulivyojifunza siku ya kwanza. Unakuwa hauna shaka moyoni. Sio unaomba siku ya kwanza, siku ya pili, afu unaanza kusema, hivi Mungu ananisikia kweli? Mbona kama hata nikiomba sisikii upako? Taolewa kweli baada ya hizi siku 7? Ukifanya tu hivyo, umeshafeli mtihani wa imani. Unatakiwa kuendelea kushikilia. Unaendelea tu kuomba. Siku ya kwanza unakuwa na uhakika, siku ya pili uhakika,
Sasa sikiliza, shetani atatuma wajumbe wake kuja kukuhubiria. Kwa utashangaa unapoomba utaanza kusikia hali ya wasiwasi na sauti zinazohubiri huku ndani, na wakati mwingine zinaweza zikaja kupitia watu waliokuzunguka. Wanaanza kukukatisha tamaa. Kwamba wewe unachekesha. Ni wangapi walishaomba na hawajapata? Ukisikia sauti ya namna hiyo, usije ukaizingatia. Hizo ni sauti za kina Sanibalati. Unamfahamu Sanibalati? Nehemia alipoweka nia kumjengea Mungu ya ukuta wa Yerusalemu, Sanibalati alienda kumhubiria Nehemia injili ya kumkatisha tamaa. Akamwambia, hutoweza kufaulu kujenga ukuta wa Yerusalemu. Wamejaribu watu wengi kujenga, wameshindwa. Hutaweza, wewe ni kijana mdogo. Kwa hata wewe unaweza wakaja wakina Sanibalati wakakwambia ni watu wangapi wameombewa na kufunga kuolewa, hawajawahi. Hautopata. Wangapi wamejaribu kufanya biashara hapa, hawajawahi kufanikiwa. Wewe ni nani ufanye biashara hapa ufanikiwe? Wangapi wamejaribu kutanuka kihuduma, kutanua ukubwa wao wa utumishi, hawajafanikiwa. Wewe ni nani? Watakupa na mifano ya watu wanaokuzidi waliojaribu ili tu ukate tamaa. Lakini nisikilize, Nehemia hakukata tamaa. Aliendelea kuamini kwamba nitajenga ukuta. Paulo na Sila wakukata tamaa. Waliendelea kuamini katika sifa tutatoka gerezani. Kwa na wewe pia usikate tamaa. Endelea kuamini ile nia uliyoweka. Kama ni nia ya sadaka, kama ni nia ya kufunga na kuomba, endelea tu kufunga na kuomba huku ukiamini. Zikifika siku 7, kama imani yako uliyoweka haujasaliti agano la kwako na Bwana, utashangaa Mungu anakufungulia mlango, unatoka kwenye hilo gereza. Bwana ataenda kukutoa kwenye hilo gereza. Weka imani leo. Kandara bashaka. Tuangalie mfano wa mtu wa pili aliyebadilisha maisha yake kwa imani. Mtu wa pili. Kwa imani Petro na Yohane walimponya mtu mwenye ulemavu tangu kuzaliwa. Kwa imani Petro na Yohane mtume walimponya mtu mwenye ulemavu tangu kuzaliwa. Sawa sawa na kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 3 ule mstari wa 1 hadi wa 9. Matendo ya Mitume sura ya 3 ule mstari wa 1 hadi wa 9 inasema namna hii. Basi Petro na Yohane walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali, saa 9. Na mtu mmoja alikuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye, alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akawaona Petro na Yohane wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohane akasema, tazama sisi, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume, akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akaenda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu. Haleluya, kanisa la Bwana. Msifu Yesu Kristo. Tunaona hapa Biblia inatupa histori ya huyu mtu mmoja ambaye alikuwa ni kiwete tangu kuzaliwa, kwamba alikuwa amekaa maisha yake yote ni ombaomba, na amekaa kwenye mlango wa hekalu kanisani, sehemu ambayo watu hupatia uponyaji. Ila yeye hakuwa amekaa kwa ajili ya kuomba uponyaji, ila alikuwa amekaa kuomba sadaka, yaani kuomba michango kwa watu. Naomba, watu wanamdondoshia hela, wanaingia hekaluni, wanatoka. Siku hiyo akawa anaenda pale Petro na Yohane, mitume wa Yesu. Yule mtu alivyowaona namna hii akawaomba. Petro na Yohane, Biblia inasema wakasimama, wakamkazia macho, kisha wakamwambia kwa imani, tulicho nacho ndicho tutakachokupa. Na wao walijua walicho nacho si kitu kingine ila ni jina la Yesu. Wakamwambia, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Mara yule mtu akainuka akiwa mzima. Nisikilize, jaribu tu kutafakari. Pale hekaluni hapakuwa na makuhani, walikuwepo. Hapakuwa na watu waliokuwa wanamtaja Yesu, walikuwepo.
Yamkini hata huyu mwenyewe mlemavu, kwa sababu alikuwa amesimama kwenye mlango wa hekalu, ina maana naye pia huenda alikuwa pia ni mfuasi kama wafuasi wengine. Ila kwa nini yeye mwenyewe miaka yote alikuwa hajajitamkia kwa jina la Yesu, ulemavu wangu uondoke, na ukaondoka? Kwa nini hapakuwa na mtu yote mwenye mafunuo ya kuwaza huyu mtu tumtamkie jina la Yesu? Maana Yesu sifa zake zilikuwa zinajulikana na watu walikuwa wanajua alivyowaponya wengi. Kwa nini hata mmoja hakuwa na mwenye hilo wazo? Jibu linarudi pale pale, imani haikuwepo. Mitume wao waliweka imani katika jina la Yesu, na ndio maana mnaweza mkao mnasali watu wengi kanisa moja, lakini si wote wenye kumfaidi Yesu kwa viwango vinavyotakiwa. Kuna watu wengine wanaweza wakawa wanamjua Yesu kwa kiwango cha kihomonyo na kipaimara peke yake, lakini wewe unaweza ukamjua Yesu kwa kiwango cha urafiki wa kuishi naye ndani yako. Labda utakuwa hujanielewa. Nasema hivi, kuna wengine wanaweza wakawa wanamjua Yesu kwa kiwango cha kwamba yuko pale msalabani, alisulubiwa, ndio maana mimi ni Mkristo. Lakini wewe unaweza ukamjua Yesu kwa kiwango cha kwamba anaweza akakata kwenye hili duka langu akanilinda. Unamwamini Yesu kwamba anaweza akanisaidia hata kwenye safari zangu nazosafiri humu kwenye basi akanilinda. Tunatofautiana imani. Na ndio maana wale watu walikuwa wanasali hekalu moja, lakini wakina Petro waliamini Yesu anaponya hadi ulemavu, hao wengine walikuwa hawaamini. Na kwa imani wakabadilisha maisha ya yule mtu kutoka kwenye ulemavu wakamletea maisha ya kuwa mzima. Na ndio maana hata we mwenyewe unaweza ukabadilisha ulemavu ulio nao na ukauleta uzima. Sijui una ulemavu wa aina gani? Sijui una ulemavu wa aina gani? Kuna mtu ambaye hawezi kulala bila kupita Facebook, bila kupita Instagram, bila kupita TikTok. Huo nao ni ulemavu. Na anamalizia muda huko, hapati hata nafasi ya kusoma Biblia. Huo nao ni ulemavu. Kwa imani unaweza ukamaliza huo ulemavu. Badala ya kupita TikTok, Facebook, ukawa unapitia Biblia yako, ndio unalala usingizi. Simaanishi kuingia TikTok ni dhambi. Nachoongelea mimi ni swala la kushindwa kusoma Biblia kwa ajili ya mitandao ya kijamii. Huo ni ulemavu. Kuna watu ambao akipata hela akili inachanganyikiwa. Anaweka malengo kabisa kwamba nikishika hela tafanya hichi, tafanya hichi, tafanya hichi. Afu akiishika tu akili inawaka. Anaanza kuwaza, na mdogo wangu kule nimtumie kadhaa, mama nimtumie kadhaa. Nakumbuka nisijanunuaga kitu fulani, ananunua anaweka. Zinaendelea kupungua tu. Hapo zikikaribia kuisha ndiye anakumbuka kwamba nimetumia hela vibaya Yesu wangu. Kama ni ya mkopo anajikuta analipa deni ambalo hakulifaidi. Huo nao ni ulemavu. Unaweza ukatumia imani kubadilisha moyo wako, ukawa na uwezo wa kutawala fedha na si fedha kukutawala wewe. Kuna watu wana imani, wana ulemavu wa pombe. Wanampenda Yesu, lakini pombe inawasumbua. Wanakunywa pombe vibaya mno. Na akinywa pombe akilewa, anasikia dhamiri kumsuta, ila atafanyaje? Wengine wana ulemavu wa kusema uongo. Anatamani kuacha uongo lakini hawezi. Anajikuta amedanganya tu. Kila mtu anakuaga na kilema chake. Tunaitaga vilema. Sijui kilema chako ni nini, lakini hicho kilema ulicho nacho kwa imani unaweza kukiondoa. Katika nyakati za sasa ni nyakati za mwisho. Yesu karibu anarudi. Na Yesu atakaporudi akikukuta una kilema, kinatosha kabisa kukupangulia jehanamu. Unahitaji kutumia imani yako kuweka kwa Bwana kwamba Bwana, nimekuja kwako, finyanga moyo wangu, ondoa hichi kilema. Na baada ya hapo ukiamini, hakika kitaondoka. Maana Biblia inasema Petro alipoamini na Yohane walimtamkia yule mtu na ulemavu wake uliondoka. Kandarabashakaraba. Imani ina nguvu kuliko fedha. Nasonga mbele na mfano wa tatu. Kwa imani mwanamke aliyetokwa na damu kwa miaka 12 aliona uponyaji wa tatizo lake. Kwa imani mwanamke aliyetoka damu miaka 12 aliona uponyaji wa tatizo lake. Sawa na Marko sura ya 5 mstari wa 25 hadi wa 29. Marko sura ya 5 mstari wa 25
hadi wa 29 inasema namna hii: na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, usimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwili wake kwamba amepona msiba ule. Oh, haleluya, kanisa la Bwana. Kwa tunaona hapa kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa na changamoto kubwa iliyomsumbua ya kutokwa na damu. Alikuwa na bleed isiyokoma. Biblia inasema aliweka imani kwamba siku nikikutana na Yesu, nikigusa vazi lake nitapona. Na kweli huyu mwanamke siku alipofika akakutana na Yesu, akaenda akagusa vazi lake, damu yake iliyokuwa ina bleed ilikauka pale pale. Hiyo inamaanisha nini? Kinachomaanishwa ni kwamba ukiwa na imani una uwezo wa kukausha tatizo lako. Huyu mwanamke alitumia fedha nyingi hospitalini. Ina maana sayansi, teknolojia vilifeli kumsaidia. Vuta picha, angekuwa ameweka kwenye imani yake kwenye sayansi na teknolojia, ina maana angekufa na tatizo lake. Ni watu wangapi makaburini wamekufa na matatizo yao ambayo wangeweka imani kwa Mungu wasingekufa, yangepona? Ni wangapi? Utakuta ni wengi sana. Ni watu wangapi wamelala mavitandani, wana magonjwa, wangeweza kuweka imani kwa Yesu wangepona? Ndio maana mimi niliwapenda watu fulani kwenye Biblia. Walipomuona ndugu yao hajiwezi, walimbeba wakampeleka kwa Yesu. Wakafika, wakatoboa tundu kwenye paa, wakamshusha katikati ya Yesu akifanya mahubiri. Yesu akawatazama imani yao, akamponya yule mgonjwa. Nataka uniambie Mwalimu Petro, ni wapi ambako wameandika kwamba kunao watu? Nimejaribu tu kulielewa hilo kutokana na ile story ya kile kitabu cha Mathayo, kwamba watu walimbeba mgonjwa wao, wakatoboa tundu, wakamshusha kwa Yesu. Biblia inasema Yesu alipoiona imani yao alimponya yule mgonjwa. Sikia, Yesu hakumponya yule mgonjwa kwa imani yake. Yamkini yule mgonjwa alikuwa alishajikatia tamaa kabisa, lakini ndugu zake wakasema no, ni kweli unaumwa, ni kweli umetibiwa kwa fedha nyingi, ni kweli umezunguka kila mahali hujapona, lakini sisi ndugu zako tunajua kuna Yesu yupo, anaweza akakusaidia. Utake hautake, tutakubeba na kukupeleka. Wakambeba, wakatoboa tundu, wakamshusha, akapona. Kwa hiyo Yesu aliyeweza kubadilisha maisha ya yule mgonjwa aliyekuwa amelala kitandani kwa imani, aliyebadilisha maisha ya mwanamke aliyetokwa damu, ana uwezo wa kubadilisha na maisha yako kama ukiamini. Ondoa kabisa kitu kinaitwa kukata tamaa. Kataa kabisa kujikatia tamaa. Kama imeshindikana ni kwa hao madaktari, kama imeshindikana ni kwa hao uliowaendea akakwambia. Hata kama umeenda kwenye maombi kwenye kanisa hili usipopona, bado kwamba Yesu hajashindwa. No, usikate tamaa. Hata kama umeombewa na watumishi wengi, si kwamba Yesu ameshindwa. Maana kuna watu wengine wanasema, hili jaribu langu limedumu miaka mingi. Kwa kweli nimeombewa na kila mtu, nimefanya kila aina ya sala unazofahamu, hakunaga kitu, mimi ni wa hivi hivi. Anakata tamaa. Nisikilize mtu wa Mungu. Kitabu cha Luka 18:1 inasema, imepasa kuomba siku zote wala msikate tamaa. Nisikilize. Usijikatie tamaa kwa sababu umeombewa na watumishi hujapona. Huyu mwanamke yamkini kuna mahala kwenye maombi alikuwa alishaenda. Maana Biblia yangu inaniambia alisumbuka kila mara, hakupata uponyaji. Ina maana kwenye kusumbuka kwake yamkini na kwenye maombi kwa watu alienda, lakini ilikuwa hajakutana na Yesu kwa imani kikamilifu. Kwa unaweza ukaenda kwenye maombi kuombewa ukawa una imani ya kupona na usipone. Lakini pia yule anayekuombea naye pia anaweza siwe na imani ya kwamba kweli Mungu atakusaidia. Utapona. Maana swala la uponyaji linaangalia pande mbili. Linaangalia imani yako wewe mwenye shida na imani ya yule anayekuombea.
Sasa ukikuta wewe hauna imani na yule anayekuombea hana imani, ina maana hauponi. Na imani iliyo kubwa zaidi ni ya kwako wewe mwenye tatizo. Na ndio maana watu wengi huwa tunaenda kuombewa tukiwa hatuna imani, ila tumeweka imani kwa hao watumishi, ndio maana hatuponi. Nasema hivi, watu wengi huwa tunaenda kuombewa tukiwa sisi hatuna imani, ila tumeweka imani kwamba yule mtumishi atanisaidia, ndio maana hatuponi. Mungu hampi utukufu mwanadamu. Maana ukienda umeamini kwamba nikienda kwenye kongamano la mtumishi fulani tapona, ukipona hutoamini kama ni Mungu alikusaidia. Utakuwa unampa sifa yule mtumishi miaka yote. Utakuwa unasema halo, yule mtumishi anaomba. Unajua nilikuwa mimi na shida fulani miaka 10 alivyoniombea nilipona. Hapo amesifiwa Mungu au amesifiwa huyo mtumishi? Sema mwenyewe. Amesifiwa mtumishi. Na ndio maana unatakiwa kuweka imani kwa Yesu mwenyewe, kwamba Yesu nakuja kwako unisaidie. Hata kama unakuja kwa mtumishi akuombee, usimtazame mtumishi, mtazame Yesu aliyo ndani yake, ili utakapofika pale Yesu akusaidie. Mtumishi anaweza siwe na imani kama ya kwako, lakini ile ya kwako inatosha kabisa kumaliza ugonjwa wako. Kandaraba shakaraba. Sijui unaumwa nini, weka imani kwa Yesu. Wacha tumalizie leo na pointi ya pili. Tumalizie leo na pointi ya pili. Hata kama hatutaimaliza, lakini walau tuipitie kwa sehemu kadiri Mungu atakavyo tuwezesha. Tabia ya pili ya imani. Tabia ya pili ya imani. Imani inakupa mamlaka ya kufanya maamuzi ya nini kiwepo na nini kisiwepo kwenye maisha yako. Imani ina tabia ya kukupa mamlaka ya kufanya maamuzi ya nini kiwepo na nini kisiwepo kwenye maisha yako. Sawa sawa na ile Marko 11:12 hadi 24. Marko 11:12 hadi 24 inasema namna hii. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu juu yake. Na alipofikiria hakuona kitu ila majani, maana si wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia, wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu, akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu, akizipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wauza njiwa. Wala hakuacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Akafundisha akasema, je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza, maana walimuogopa, kwa sababu mkutano wote walishangaa kwa mafundisho yake. Na kulipokuwa jioni, alitoka mjini, na asubuhi walipokuwa wakipita, waliona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake, akamwambia, Rabi, tazama mtini uliolaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, muaminini Mungu. Amini nawaambia, yoyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo yasemao yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Sikiliza vizuri. Kwa imani Yesu aliweza kuondoa mti uliokuwa unatoa matunda, akaulaani, ukanyauka, ukawa utoi matunda kamwe. Alitoa wapi hiyo mamlaka? Kwenye imani. Biblia inasema mitume walipoona wakafikiri hicho kitu ni cha Yesu peke yake, ila Yesu akawaambia, hata ninyi mnaweza kama mkiamini. Yesu hakuwa anamaanisha uanze kulaani miti nyumbani kwako, no. Ila kuna vitu vingi sana ambavyo Yesu alikuwa anataka kupanua imani ya wanafunzi wake, kwamba ukiwa na imani unakuwa na mamlaka ya kuamua chochote kwenye haya maisha, sawa sawa na mapenzi ya Mungu kinatokea. Na ndiyo maana kwa njia ya imani unaweza ukaamua kwa mamlaka ni vitu gani vikutawale kiroho na vitu gani visikutawale kiroho. Kwa imani una uwezo kabisa wa kuamua. Sikiliza Wakorintho wa kwanza 6:12 inavyosema,
Vitu vyote ni halali kwangu, lakini si vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali kwangu, lakini mimi sitatiwa chini ya uwezo wa kitu chochote. Muona Paulo anachosema kwamba vitu vyote ni halali kwake, ila vitu vyote vinafaa, ila si vyote ni halali kwake. Hatoamua kitu gani kimtawale kwenye maisha yake. Hiyo ilikuwa ni imani ya Paulo. Ndivyo na wewe unaweza ukaweka imani. Si kila kitu unaweza ukaruhusu kikutawale. Kuna watu wengine wanatawaliwa na nguvu za giza kiasi ambacho kila akilala mapepo hayaachi kumtembelea. Anajua kabisa na anasikia kabisa kwenye bati kinalia tu, anajua tayari wameshakuja, wanaweza kuninyonga. Ananyongwa, anamwachia. Ngoja nikupe shuhuda moja. Nakumbuka zamani sana, nikiwa mdogo sana, kipindi hicho nilikuwa sina uweledi sana na masuala ya kiroho. Ujue shetani akishaona wito ndani yako hatoacha kukusakama. Shetani alikuwa ananisakama sana. Ilifika wakati nikienda kulala, hata sijalala, nasikia kwenye bati kitu kinatua ndi. Afu naanza kusikia kizunguzungu, usingizi unanipitia, naanza kunyongwa. Nanyongwa. Kipindi hicho sijui hata kuomba vizuri. Nilikuwa napenda kuvaa rozari shingoni. Naanza kushika rozari kipindi hicho. Naanza kusali sana. Nasikia kinaniachia, kinakimbia. Nikawa nimeshazoea. Na ikawa ni kila weekend Jumamosi. Kwa nikawa nimeshazoea kwamba kila Jumamosi nakuwa nimejiandaa kunyongwa. Umeona? Kila Jumamosi nakuwa nimejiandaa kunyongwa. Afu nilikuwa tuko wawili na mdogo wangu mmoja wa kiume. Mimi nanyongwa napolala, yeye ananyongwa tunapoamka. Kandara bashakara baseke. Tunanyongwa, tunaenda tunamwambia mama. Mama anatuambia, Mungu anataka mjifunze kujiombea wenyewe. Mimi nimesimama kuwaombea, lakini ili kitu kiishe kabisa, mnatakiwa msimame kujiombea, maana kinawinda. Nakumbuka mtumishi mmoja, ni marehemu saizi, Mungu ampumzishe kwa amani mtumishi wake. Alikujaga nyumbani, akawa anatuombea, akaanza kutushauri kumshika Mungu kwa uaminifu ili tupone hilo tatizo. Kadiri nilivyoendelea kukua, imani yangu ikaanza kuongezeka. Nilipoongezeka kiimani, nakumbuka nikiwa sekondari, nikapata mamlaka ya kimungu kubwa ndani yangu. Nikaanza kuomba sana. Kadiri nilivyokuwa nikiomba sana, ndivyo kile kitu kikaendelea kupotea. Nikaacha kuota ndoto. Maana nilikuwa nikilala tu naota ndoto, nakimbizwa, na nyongwa, na kagwa. Siji nakumbuka siku moja mpaka kuna mdogo wangu akanyolewa nywele. Yaani ilikuwa kitu cha kawaida hicho. Vikaanza kupotea kwangu na kwake, na kadiri alivyokuwa akiendelea kuomba. Baadaye nilivyoendelea kukua zaidi, nikaendelea kupata upako na nguvu za Mungu, kikapotea kabisa. Baadaye nilipopata ufahamu zaidi wa kiroho, nikaja kuelewa kwamba kwa nini zamani nilikuwa nateseka vile. Nikaja kujua shida ilikuwa ni imani. Sikuwa na mamlaka ya kuamuru. Ule uchawi uliokuwa unanisumbua ukae mbali na mimi. Na kwa nini ulikuwa unanisumbua? Shetani alikuwa ameona kitu Mungu ameweka ndani yangu, ndio maana akawa ananiwinda kunidhoofisha. Sikiliza vizuri. Ukiwa na kitu ndani yako, shetani haangalii umri. Anachoangalia ni kile kitu Mungu amekuwekea. Maana Mungu kukuwekea kitu chake haangalii umri. Anachoangalia ni wakati na neema. Kwa shetani hata winda kitoke. Na ndio maana kuna watu mnaweza mkao mna watoto wadogo, unasema mimi mtoto wangu ana tabia ya kushtuka. Sikiliza. Shetani anaweza akamwinda hata mtoto wa siku moja tu amezaliwa. Kama alimuinda Yesu akiwa tumboni, kwa nini asimuinde mtoto wa siku moja? Ndio maana ukiona mtoto wako anashtuka, anapiga kelele usiku, hali isiyokuwa ya kawaida, peleka kwenye maombi. Muombe, peleka kwenye maombi. Kama wewe mwenyewe una imani, peleka kwenye maombi ukapate imani wewe na mtoto wako. Kwa nini? Kwa sababu yuamkini ni shetani anakuja kumshambulia mtoto na anaweza akamnyonga. Wewe unaishia tu kusema mtoto wangu kila ikifika usiku anapiga kelele. Niliona mimi nikiwa mdogo nilishambuliwa. Mapepo yanaweza akaweka ratiba ya kukubaka hata ukilala, yanakuja kuzini na wewe kwenye ndoto.
yanakutumia, yanakuacha. Sikiliza, ukiwa na imani una uwezo wa kuwa na mamlaka wa kuzuia. Kuanzia leo hakuna pepo litazini na mimi, naye akaondoka. Ni imani tu ndio inayoweza ikakusaidia. Imani inaweza ikakupa mamlaka ya kuamua hata watu wa kuambatana nao. Unaweza ukaamua marafiki hawa sitaambatana nao, taambatana na marafiki yao ili nikue. Na ndiyo maana nyenzo kuu ya kukuza imani yako ni kuwa na mamlaka ya kuamua marafiki gani wanakufaa na marafiki gani hawakufai. Ili ukue lazima uwe na marafiki ambao watakuwa chachu ya kukuza imani yako. Ndio maana kitabu cha Methali 27 mstari wa 17 inasema namna hii. Methali 27:17, chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Kwa hiyo ukiwa na rafiki mwenye imani, ana uwezo wa kukunoa, maana yeye ni chuma na wewe ni chuma. Wewe utamnoa eneo hili, naye atakunoa eneo hili. Ukiwa na marafiki legelege, watakupumbaza. Lakini pia imani ina uwezo wa kukupa mamlaka ya kuamua ni mafundisho gani tabeba, mafundisho gani sibebi. Angalia Efeso 4:13-14 inavyosema. Tumalizie na ile andiko afu tuombe. Efeso 4:13-14 inavyosema, hata na sisi sote tunapofikia umoja wa imani na kufahamu sana mwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu katika kufika cheo na kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu na hali ya watu wa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Unaangalia Biblia inavyosema kwamba tukue na kufikia cheo na kimo cha Kristo. Tusiwe watoto wachanga tukitupwa na elimu mbalimbali na mafundisho ya udanganyifu. Kwa hiyo ukiwa hauna imani, una uwezo wa kutupwa na mafundisho ya udanganyifu. Moja ya nyakati mbaya kwenye kanisa ni sasa. Kumekuwa na wimbi la watumishi wengi wa uongo. Pana mapadri wa uongo, pana mitume wa uongo, pana manabii wa uongo, pana walimu wa uongo, pana matapeli wa kila aina, wamejivika ngozi ya kondoo. Ni hali ni mbwa mwitu habari. Kwa ukiwa hauna imani, unasikiliza kila mtu unabeba. Unasikiliza cha kila mtu unabeba. Unasikiliza cha kila mtu unabeba, utapotea. Nakumbuka wakati fulani nilikuwa nafundisha semina Buza. Eneo la Mikoroshini, karibia na Buza pale Dar es Salaam kwenye parokia fulani. Nakumbuka mama mmoja aliniambia, mwalimu, nilienda kwa nabii nikiwa na tatizo. Akaniambia tuwe tunaamka kila siku asubuhi na sindano tunachoma kwenye ndimu, matatizo yetu yanaondoka. Hebu nisikilize, si uganga huo? Yaani uchukue ndimu na sindano uchome, unatamka tatizo lako afu unachoma kwenye ndimu, linaondoka. Niambie, kuna uhusiano gani wa neno la Mungu na ndimu na sindano? Sawa, Mungu ana mafunuo mengi, lakini tunapata shida kwamba nisiombe, nisiite Yesu, nifike tu nitamke kwamba shida yangu ya umaskini na kuchoma kwenye hii ndimu uondoke. Kweli sio sahihi. Nilimwambia yule mama, ile fundisho ni potofu. Na ndivyo ambavyo yako mafundisho mengi sana. Ukiangalia kwenye mitandao jinsi watu wanavodanganywa, unaweza hata ukalia. Lakini watu wamekuwa wajinga, wanapelekwa huku na huku kwa sababu hawana imani ndani yao. Unahitaji kuwa na imani ili uweze kuchuja fundisho, kwamba ni fundisho gani linanifaa na lipi halinifai. Maana si kila chakula kinakufaa kwako kula. Imani inakupa mamlaka, unaamua hichi hakifai, unapangua. Hichi kinafaa, taenda nacho. Na ndiyo maana kuwa makini sana na nyakati za sasa. Kama imani yako ni ndogo, ni heri usiwasikilize watumishi mbalimbali. Na kila unachosikia kipime ndio kichukue. Karamasha karabaseke. Kandaraba koriasa karabashiki. Karamandarabashaka. Rapa koriasa karabashiki. Karapa koriandaraba. Kandarabush. Karapa koriandarabusha karabas. Karapa kariakasaka. Karamandarabasha karabashiki.
nataka niombe majira haya Mungu aweze kuachilia moyo wa imani kuu ndani yako. Karapakoriasaka. Unaweza ukashika mkono wako wa kulia kwenye kifua chako. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, nasogea mbele zako Bwana kwa ajili ya watoto wako walioko hapa, ambao Mungu anafuatilia masomo kutoka maeneo mbalimbali. Ninaomba Bwana, katika hekima, neema na nguvu zako Roho Mtakatifu, uweze kuachilia imani iliyo kuu ndani yao, ili Bwana kila mtoto wako aliyoko hapa aweze kutembea kwenye kiwango kilichoko sawa sawa na wito uliomuitia, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ondoa kila hali ya uvuguvugu wa kiroho ndani ya huyu mtoto wako. Ondoa kila hali ya mapoozo ndani ya huyu mtoto wako. Ondoa kila hali yoyote ile ambayo Bwana inafanya imani yake iwe dhaifu. Naomba Mungu upate kuondoa ndani ya huyu mtoto wako. Ninaomba aliposikia hili somo, aliposikia ya mafundisho, upate kuachilia neema ndani yake, imani yake ipate kukua, ili aweze kuwa na mamlaka ya kuamua hali zozote zilizoko mbele yake. Maana wako watoto wako hapa wana hali za magonjwa, wengine wana vifungo mbalimbali, wengine wana vifungo mbalimbali. Ninaomba Bwana upate kuwapa imani, ili waweze kutoka kwenye hivyo vifungo, waweze kutoka kwenye hayo magonjwa, katika jina la Yesu Kristo. Wengine Bwana wanasumbuliwa na mapepo, wanasumbuliwa na nguvu za giza maeneo mbalimbali ya maisha yao. Naomba Bwana uachilie imani ndani ya watoto wako, ili waweze kuwa na mamlaka ya kuondoa hizo changamoto zinazowasumbua. Waweze kuwa na mamlaka ya kujihudumia wenyewe, kujisimamia wenyewe. Wengine Bwana wamepumbazwa na fundisho potofu. Naomba Mungu waongezee imani, ili waweze kusimama kwenye fundisho lililoko sawasawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, ninaamini Bwana umesikia. Ninaamini Bwana utatenda na kufungua njia kwa watoto wako. Ninaamini Bwana utatenda na kuwajalia uzima. Kanda rapakoriasaka, karaboshaka, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Rapashaka rabasike, kanda rabashaka rabasike. Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako na upendo wako. Asante kwa ajili ya siku hii ya leo ambao unaendelea kutufundisha Roho wa Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya mafundisho ya imani ambao unaendelea kutengeneza katika maisha yetu. Tunajiachilia kwako Mungu, tunaomba ulinzi wako uendelee kuwa nasi. Damu yako Yesu Kristo endelee kutulinda na kutupatia uzima katika maisha yetu. Tunajiachilia kwako Bwana, tunajitenga na kila roho za visasi, zikae mbali nasi katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Neema yako Yesu Kristo endelee kufunika maisha yetu tangu sasa na hata milele. Amen.